Tunamshukuru Mungu kwa asubuhi hii ya leo ambayo Mungu ametupa tena kwa neema yake. Karibu kwenye ibada ya leo. Amen. Hongereni kwa mlioweza kuwahi vizuri. Mungu amewahudumia. Naamini tuko pamoja na neema ya Mungu imetufunika katika ibada hii. Tunaenda kusoma somo ambalo linasema neema na amani. Bwana Yesu asifiwe. Neema na amani ni zawadi ambayo sisi watoto wa Mungu tumekirimiwa na baba yetu Mungu mwenyewe. Mungu wetu ni Mungu wa neema, Mungu wetu ni Mungu wa amani. Kwa hiyo sisi ni watu wa amani. Sisi ni watu ambao tumejaa neema na pia sisi ni watu wa amani. Na kama tunavyojua kwamba vitu vya Mungu tunavyotembea navyo lazima tuwe na ufahamu navyo, lazima pia tuvichuchumilie na kutembea katika ufahamu wa kwamba tunavyo hivyo vitu. Kwa hiyo Mungu wetu ametupa neema, ametupa amani. Tukisoma kitabu cha Petro Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili, taenda kuanzia hapo. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili nasema, neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema neema na iwe kwenu na amani iongezeke katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Nasoma kwenye Biblia nyingine ili tuweze kuelewa vizuri mstari. Nisome kwenye Biblia ya Neno, anasema neema na amani iwe kwenu kwa wingi katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kwamba neema na amani aliyotupa ili ikae kwetu kwa wingi ni kwa kumjua Mungu. Kwa kupata ufahamu wa kumjua Mungu, neema inaongezeka kwetu na amani inaongezeka kwetu. Kwa hiyo kila mmoja anatamani atembee na neema na amani ya Mungu, na kiu hii ambayo Mungu ametupa kuwa nayo ya kutembea na neema na amani ya Mungu ni kiu njema. Na hiyo neema na amani ya Mungu tayari ametupa, lakini Mungu anatufundisha kwamba ili neema na amani viongezeke ndani yetu, tutembee navyo kwa wingi kama Mungu anavyotaka, tunatakiwa tumjue Mungu zaidi. Ongezeka kumjua Mungu hatua kwa hatua. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna watu ambao wamejaa neema ya Mungu zaidi, kuna watu ambao wamejaa amani ya Mungu zaidi kwa sababu ya ufahamu wao wa kumjua Mungu jinsi ambavyo umeongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikaa katika Mungu sawasawa, unajaa neema na amani kwa wingi zaidi. Kwa hiyo unaweza kuongeza neema, unaweza kuongeza amani yako na ukatembea navyo kama Mungu ambavyo anatamani na alivyotugawia kila mmoja katika kanisa. Hebu soma tena Yohana 14 mstari wa 27. Injili ya Yohana 14 mstari wa 17. Injili ya Yohana 14 mstari wa 17 anasema hivi, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mtambua kwa maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, Mungu anasema ulimwengu hauwezi kumpokea, lakini sisi tunamtambua kwa sababu anakaa kwetu naye atakuwa ndani yetu. Na huyu Roho wa Mungu ndiye Roho wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametupa Roho wa amani ambaye anakuwa na sisi. Na kama tunavyokumbuka Bwana Yesu alivyokuwa anaondoka, wakati alivyowatokea wanafunzi wake wakati amefufuka, aliwaambia kwamba amani yangu na nimewaachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo Bwana Yesu ametupa sisi amani. Kwa hiyo neema, tukiangalia nini maana ya neema? Neema sio kitu ambacho kinapatikana tu kawaida. Neema ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi ndani yetu.
Neema ni nguvu ya Mungu, haipatikani tu kwa wanadamu wa kawaida, haipatikani katika hali yoyote ile kwamba uwe na neema ya Mungu hata kama unaishi maisha yoyote ile. Neema ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi ndani yetu ili kutufanya sisi tuwe hodari, tuwe na ujasiri, wenye hekima, na tuweze kuishi maisha yale ambayo Mungu ametukusudia. Hiyo ndio neema ya Mungu. Kama vile adui naye anavyowapa watu wake nguvu ya kuweza kuishi kwa ujasiri, wanatembea wanasema si tumeaga nyumbani, wanasema mimi najua madhabahu nilikotoka, ndivyo ambavyo Bwana na yeye ametupa neema yake ya kutembea nayo, ambayo inatufanya sisi tutembee kwa ujasiri, kwa uhodari, na kuto kuogopa hata nguvu za giza, hata mapepo, hata kuogopa ulimwengu ambao umejaa mambo ya kishetani. Hatuogopi kwa sababu tumejaa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia nini maana amani? Amani ni zawadi ya Mungu pia, kama neema ilivyo kwamba ni zawadi ya Mungu na ni nguvu ya Mungu. Tunaona amani ni zawadi ya Mungu kwetu, yenye kutupa usalama na afya na ustawi na hali njema. Hiyo ndio maana fupi ya amani hii ambayo Mungu ametupa. 26 mstari wa 3, utamlinda yeye ambaye moyo wake unakutegemea, yani unamtegemea Mungu, katika amani kamilifu. Ukitembea na amani ya Mungu, hutatembea kwa wasiwasi, hutatembea katika hali ya kukosa uelekeo. Utatembea huku na ujasiri, ukiwa unajua unakokwenda kwamba ni kwenye usalama na kwamba utafika. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo alivyoishi hapa duniani, tutakuta kwamba Bwana Yesu aliishi kwa amani ambayo ni amani kamilifu ambayo Mungu ameisema hapa. Hakuishi kwa mashaka, wala hakuishi akiwa anababaishwa na chochote, wala walivyomtishia hata wakitaka kumkamata Yesu alikuwa haogopi wala alikuwa tetemeki, kwa sababu alikuwa amejaa amani ya Mungu, alikuwa anatembea na neema kubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha Luka 8 tutaona mfano Bwana Yesu alivyotembea wakati akiwa hapa duniani, na ndiyo maisha yake yalivyokuwa. Luka 8 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi, 22 mpaka 25. Neno la Mungu linasema, ikawa siku zile mmojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alikuwa anasema maneno yaliyojaa uhakika, maneno ambayo yamejaa nguvu za Mungu, na alikuwa anaongea kwa imani. Kwa hiyo alipokuwa anaongea, alikuwa anasema neno ambalo la uhakika, ambalo ana ujasiri nalo, kwa sababu alikuwa anatembea na Mungu, alikuwa amemjaa Mungu. Kwa anapotamka, anatamka katika nafasi ya uungu, katika nafasi ambayo isiyotikiswa na chochote. Ndio maana alivyowaambia wanafunzi wanaingia kule ziwani kwenye chombo, akasema na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Kwa hiyo hii neno lilipaswa kujenga imani ndani ya wale wanafunzi kwamba wanakoenda ni ngambo ya ziwa. Kwa hiyo tunaendelea, anasema kwamba wakatweka matanga, nao walipokuwa wakienda alilala usingizi. Bwana Yesu alikuwa amejaa amani, kwa hiyo alikuwa hana mashaka na safari yake, alikuwa hana shida. Ndio maana alipokwenda akalala usingizi, akaenda akatulia, kwa sababu safari yake anaenda mpaka ng'ambo, na anaweka kwamba hakuna cha kuweza kumzuia, kwa sababu anaishi katika amani kamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wale wanafunzi wao waliokuwa pamoja naye, kwa sababu hawakuchukua lile neno kama neno ambalo la uhakika, neno ambalo la Mungu, wakaanza kuwa katika hatari. Baada ya maji kuanza kuingia kwenye ile chombo, wao wakaanza kuwa kwenye hatari. Na mtu yote angeangalia wakati maji yanaingia kwenye chombo, angeona kweli kwamba wao kwenye hatari. Lakini aliyetamka neno ambaye ni Bwana Yesu, yeye ametulia, amelala usingizi, kwa sababu yeye hayupo kwenye ile hatari, kwa sababu analo neno analotembea nalo. Mstari wa 24 anasema, wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia.
Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu kwamba imani inajengwa na neno, na Yesu alishatamka neno kwamba tunavuka mpaka ng'ambo ya ziwa. Kwa hiyo ile imani aliyojenga pale ilipaswa kujenga imani, ile neno alilosema pale Bwana Yesu lilipaswa kujenga imani yao, wajue kwamba wanakoenda ni ng'ambo ya ziwa na hawawezi kuangamia kwenye ile ziwa. Kwa hiyo wanakoenda wanavuka mpaka ng'ambo. Kwa hiyo na wao walipaswa kusema kwamba tunavuka mpaka ng'ambo, wakae kwa utulivu, na hata wanapoenda kumwamsha, wamwamshe katika hali ya utulivu bila kuwa na wasiwasi moyoni, wakiwa wanajua neno la Bwana linasema kwamba tunavuka mpaka ng'ambo. Lakini wanaenda wakiwa tayari wanajua kwamba kwenye hatari ya kuangamia, na wanamwambia Bwana Yesu kwamba tunaangamia. Wanamwambia kwamba hebu amka, kwa sababu tunaangamia, usije ukaangamia huku umelala. Mstari wa 25 anasema, akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa, wakamaka, wakasema wao kwa wao, nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Hawa watu waliogopa au waliongoa kwa mshtuko, yaani walishtuka walipoona kwamba ameweza kukemea ule upepo, ukamsikia na ukatulia. Yesu aliweza kufanya mambo yote haya kwa sababu kwanza alikuwa anamjua Mungu anayetembea naye, kama tulivyosoma kwenye kile kitabu cha Petro alikotuambia kwamba neema na amani viongezeke kwenu kwa kumjua Mungu. Bwana Yesu mwenyewe alikuwa anamjua Mungu aliye naye, kwa hiyo alikuwa amejaa neema na amani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo alikuwa anatembea nayo, na hii neema ya Mungu ilikuwa inampa kutembea akiwa katika hali ya ujasiri, mwenye hekima, akiwa anafanya mambo ambayo yanaenda kwenye mafanikio siku zote, kwa sababu anatembea akiwa anamjua Mungu, na neema ya Mungu imeongezeka kwake, na amani ya Mungu pia imeongezeka kwake. Kwa hiyo amejaa usalama, amejaa hali ya ustawi, hana wasiwasi ndani yake. Kwa hiyo ndio maana akaukemea ule upepo na akaukemea upepo kwa bila woga, na alipokaa kwenye ile chombo alikaa bila wasiwasi, bila woga, bila kuwa na tahadhari yoyote. Yaani alipokuwa amesema tuvuke mpaka ng'ambo, hakujiwekea tena tahadhari ya kusema hivi ikiyumba ikazama kwenye maji itakuwaje. Yesu hakuweka tahadhari namna hiyo. Hivi hebu niangalie nisije tukakutana na dhoruba katikati, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba kitakacho chochote kiko chini ya control ya Mungu, kinasimamishwa na Mungu, na neno alilolitamka linaweza kusimamisha kila kitu na kikawa salama, na ile mashua isiweze kupinduka wala safari yao kuishia kwenye maji. Kwa hiyo aliposema kwamba walipoanza kumwambia kwamba kwenye hatari ya kuangamia, Yesu akaukemea kwanza ule upepo ili awatulize na wao, kwa sababu angeanza kuongea nao kwamba imani yenu iko wapi wakati upepo ule unaendelea, walikuwa hawana tena utulivu. Wale watu walikuwa hata utulivu wa kusikiliza tu walikuwa hawana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu hakuwahurumia, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba wao hawawezi kumsikia tena, na alijua kwamba ili waweze kumsikia, wapate ujumbe ule anaotaka kuwaambia, habari za kutembea kwa imani, lazima awatulize kwanza moyo, wawe na amani, watembee katika ile amani Mungu anataka kutembea nayo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alichokifanya Yesu, akaondoa kile ambacho kilikuwa kinawaondolea utulivu, akaukemea ule upepo. Anasema Yesu akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari kuu. Kwa hiyo kulipotokea shwari kuu, sasa tena ile inayoonekana kwa macho, ile ambayo ukiangalia unaiona, kukawa shwari kuu, ndipo akaanza kuwaambia sasa tayari kumeshaka una shwari. Kwa hiyo mioyo imeshuka, imetulia, sasa wanaweza kumsikiliza. Ile hali ya paniki imeondoka, ile hali ya kukosa amani imeondoka, ile hali ya msukosuko haipo tena. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Aliposema imani yenu iko wapi, wale wanafunzi hawakumjibu, wakaogopa, wakaongea kwa mshtuko, wakisema wao kwa wao, wanasemezana, wala hawamwambii yeye. Wanasema, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji, navyo vyamtii? Ni kwa sababu Yesu wa kwanza alikuwa anamjua Mungu, kwa hiyo akajaa amani ya Mungu na akatembea na neno lile ambalo ni neno la Mungu alilolitamka. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanatembea na ufahamu wa kumjua Mungu wanatembea na neema ya Mungu na amani kamilifu. Kwa hiyo kama unataka kutembea na amani na neema ya Mungu iliyojaa kwa wingi, unataka kutembea na amani ya Mungu iliyokamilifu, tena imani neema na amani ya Mungu, ile amani ya Mungu anasema amani kamilifu, tunatakiwa tumjae Mungu na ufahamu wa kumjua Mungu ujae ndani yetu, ili tutakapokuwa tunatembea, tutembee kwa namna ambayo hakuna cha kutukitikisa. Kwanza tuna ujasiri wa kutosha, tena tunatembea katika hali ambayo maisha yetu yamejaa ushindi. Tunaenda katika hali tumejaa neema ya Mungu kiasi ambacho kila ambacho tunakiona kiko mbele yetu tunaona mafanikio tu, hakuna cha kutuweza kutufelisha, kwamba tumeanza kitu leo na tunajua tunakokwenda ni kwenye mafanikio. Kwa hiyo hakuna wa kututikisa kwenye safari yetu tunayotembea nayo, kwa sababu tunaenda kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu yeyote ambaye anatembea kama amemjaa Mungu, mwenye ufahamu wa kumjaa Mungu vizuri, anakuwa kwanza anapotembea anakuwa anaweza kutamka neno la Mungu ambalo ni la uhakika kama alivyotamka Yesu. Anaweza kusimama sasa wakati anataka kusafiri, akatamka neno la Mungu ambalo hakuna wa kuweza kulitikisa. Hilo neno la Mungu analolitamka yule mtumishi wa Mungu ambaye mjaa Mungu, anatamka kama vile ni Mungu ametamka yeye mwenyewe, na hilo neno hamna kuweza kulitikisa hilo neno, kwa sababu anatamka katika nafasi ya mtoto wa Mungu, katika nafasi ya mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunatembea katika amani kamilifu ya Mungu kama tukitembea na Mungu, tukiwa tumemjaa Mungu, kama alivyosema kwamba tutembee tukiwa na ufahamu wa kumjua Mungu, ili neema na amani iongezeke kwetu, iongezeke kwa Mungu, iongezeke kwetu neema na amani kwa kumjua Mungu. Tukimjua Mungu zaidi, maana yake tutamjaa Mungu na tutakuwa tunaweza kutembea katika hali hii ya amani na neema ya Mungu iliyoongezeka sana ndani yetu. Kwa hiyo ni kwa ufahamu wa kumjua Bwana. Bwana Yesu anatufundisha sisi tuishi bila kusumbuka, kama yeye alivyokuwa ameishi maisha ya kutokusumbuka, ya kutokuhangaika, kwa sababu alikuwa mwanadamu anayetembea kwa miguu kama tunavyotembea sisi. Lakini kwa sababu ya kumjua Mungu na kutembea katika ufahamu huo na kutamka ni maneno ya Mungu yanayotoka ndani yake, alitembea kwa utulivu na bila kuhangaika, pamoja na mambo yote alikuwa anampata katika safari yake ya kuishi hapa duniani. Tunajua kwamba hakuishi tu katika hali ile ya mteremko. Kuna mambo alikuwa anapambana na mambo ya kukataliwa, hapana mambo kama tunavyoona ya misukosuko ya kwenye maji. Alitembea na mambo mengi ambayo alikutana nayo, mengi kabisa, mpaka kuna wakati alikamatwa, wakataka kumrusha chini aanguke juu ya mnara aangamie, lakini yeye tukaambia kwamba akapita katikati yao akaondoka. Kwa hiyo mambo yote hayo yalikuwa yamuondoi kwenye amani ya Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa amemjaa Mungu. Kwa hiyo neema na amani ya Mungu ilikuwa imeongezeka ndani yake na kujaa tele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa na sisi kutamani kutembea na neema ya Mungu ikiwa imeongezeka na kujaa tele ndani yetu, kila mmoja wetu, na hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 7. Wafilipi 4 kuanzia mstari wa 4. Wafilipi 4 mstari wa 4 anasema hivi: furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Tunaambiwa kwamba watoto wa Mungu ambao wanatembea na Mungu kama tunavyoona hapa, wanaishi kwa furaha siku zote. Watu waliojaa furaha siku zote wamejaa amani ya Mungu siku zote. Anasema wanatembea na amani ya Mungu ipitayo akili zote, inawahifadhi mioyo yao na nia zao katika Kristo Yesu. Kwa hiyo watoto wa Mungu ndio wanaotembea na amani kamilifu. Hii amani ambayo tunaambiwa kwamba amani ipitayo akili zote, ndio ile amani kamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukitembea nayo tutakuwa tunatembea bila wasiwasi, tutakuwa tunatembea tukiwa na usalama wote wa Mungu. Hakuna kitu cha kuondolea usalama kama unayo amani ya Mungu ambayo ni amani kamilifu, anayosema kwamba ipitayo akili zote. Ile amani anayosema kwamba sivyo kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu unatoa amani ya muda tu, amani ambayo haiwezi kwenda mbali. Anaweza mtu akajaa furaha sasa hivi, lakini baada ya muda mfupi ile furaha imeondoka, kwa sababu ni furaha ya muda mfupi. Lakini furaha ya Mungu anasema tunafurahi siku zote. Inajengwa hii furaha ya Mungu kwa kumjua Mungu, tukajaa amani yake, na furaha ya Mungu inakuwa imekaa ndani yetu kwa wingi, kama unasema kwamba furahi katika Bwana siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tembea na neema na amani ya Mungu ambayo ameiachilia kwako, kwa sababu unapotembea na Yesu, zawadi hizi ameziachilia kwa ajili yako, na anasema zinatoka kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Ni zawadi nzuri. Kama tunamjua ukuu wa Mungu, tunajua uzuri wa Mungu, tunajua pendo la Mungu kwetu, zawadi anayoitoa ni zawadi ya maana kwa ajili ya kila mtoto wake. Kwa hiyo hii zawadi Mungu aliyoachilia kwa ajili yako leo ni zawadi ya neema yake na amani iliyozidi, amani kamilifu. Mungu wa mbinguni atubariki. Hebu muadhimishe Mungu kwa makofi mazuri.